Mlipuko mpya wa makombora kutoka Iran umeshambulia kaskazini mwa Israel na kujeruhi watu 21 pamoja na kusababisha uharibifu mkubwa katika jiji la pwani la Haifa, kwa mujibu wa huduma ya dharura ya taifa la Israel Magen David Adom MDA. Wawili walijeruhiwa vibaya, mvulana mwenye umri wa miaka 16 na mwanaume wa makamu wa miaka ya 40. Wengine wawili walijeruhiwa kwa kiwango cha kati, huku 17 wakiwa na majeraha madogo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limekadiria kuwa mashambulizi hayo yamehusisha makombora 25 yaliyopelekea milio ya tahadhari kusikika kote nchini Israel na kuwafanya mamilioni ya raia kukimbilia mafichoni. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa makombora pia yaliangukia maeneo ya Tel Aviv katikati ya Israel na jiji la Beersheba kusini mwa nchi. Video hii inaonyesha moshi ukifuka nyuma ya jengo la Microsoft lililoko kusini mwa Israel kufuatia shambulizi jipya la kombora la Iran. Hakuna taarifa rasmi zilizothibitisha kuhusu majeruhi hadi sasa. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran katika taarifa yake imesema kuwa mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Tel Aviv, Haifa na Beersheba yanaonyesha kuwa uwezo wake wa kushambulia kwa makombora unaongezeka. Rais wa Israel Isaac Herzog amesema kwenye taarifa kuwa msikiti wa Al Jarina mjini Haifa ulipigwa na kombora la Iran na kujeruhi maimamu na waumini waliokuwa wakisali. Waziri wa mambo ya nje Gideon Saar pia ametoa ujumbe kama huo kwenye mitandao ya kijamii. Hapa namnukuu: "Utawala wa Iran unalenga raia wa Kiislamu, Wakristo na Wayahudi pamoja na maeneo ya kiraia. Haya ni makosa ya kivita." Mwisho wa kunukuu. Shirika la habari la AFP linaripoti kuwa angalau kombora moja linaaminika kupenya ulinzi wa anga wa Israeli na kutua karibu na bandari ya Haifa, likiharibu jengo moja na kuvunja madirisha huku vifusi vikitapakaa ardhini. Hii ni Poa Media.